Hebrews chapter 12 and verse kuanzia mstari wake wa 2, na tutabarikiwa sana. Basi na tumtazame sana Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba bila kujali aibu ya huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba Yesu Kristo alijaribiwa kwa ajili yetu. Hakuwa amefanya dhambi. Bwana asifiwe. Lakini alijitoa tu na kusema ya kwamba kwa sababu ya wengi wale ningependa wakaweze kumkaribia na kumjua Mungu, alijitoa mwenyewe. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo alipitia mambo magumu, na tunajua hivyo ni mambo magumu hata hatuwezi tukaelezea, kwa sababu hata pastor kuna mahali ameguzia mpaka vile alidungwa. Bwana asifiwe. Lakini hayo yote ilifanyika ni kwa sababu yetu, ili tukaweza kupatikana. Na kwa sababu tumepatikana, Bwana asifiwe, kuna yale mambo angependa tukaweze kuyatenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye hata akijua ya kwamba ni Mungu, Bwana asifiwe, alivumilia akijua ya kwamba after this kuna mambo Mungu amemwekea mbele. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, ni kweli kuna majaribu mengi huwa yanatupata katika safari. Bwana asifiwe. Lakini nataka kuwahimiza ya kwamba adhuhuri ya siku ya leo tukaweze kumtazamia, Bwana asifiwe, aliyekuja kwako na akabisa mlango na wewe ukamfungulia, akaweza kuwa Bwana kwako katika maisha yako, katika wokovu wako, katika familia yako. Yeye anasema ya kwamba alivumilia msalaba, alivumilia majaribu, alivumilia wapingamizi. Bwana asifiwe. Wenye sasa walikuwa wanapigana na yeye, kwa sababu hata yeye alipatana na wale watu na wako. Bwana asifiwe. Lakini alisimama kwa sababu alijua ya kwamba kuna furaha iliyowekwa mbele yake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hangependa ama hangetaka kuachilia ile huduma aliyokuwa naye. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo akasema ya kwamba hakika hata kama ninajijua mimi ni mwana wa Mungu, Bwana asifiwe, hakika nitavumilia. Sijui wewe ni jambo gani limekupata katika maisha na unasikia kana kwamba umefika mwisho, utaachilia, utaachana na huyu Mungu kwa sababu umepitia kwa mambo mengi. Ningependa nikuhimize jioni adhuhuri ya siku ya leo, usikate tamaa, bali muamini Mungu. Vumilia dada yangu, vumilia ndugu yangu, kwa sababu siku ya Bwana hakika itafika. Bwana asifiwe. Alijua ya kwamba hata kama kuna furaha iliyowekwa mbele yake, alikubali ya kwamba ni kweli sitang'ang'ana. Bwana asifiwe. Lakini alijua ya kwamba kuna siku ya mwisho ya mateso. Hata wewe ndugu yangu venye unapitia, ningetaka tu nikufariji siku ya leo. Bwana asifiwe. Ujue ya kwamba Mungu hajakuacha. Bwana asifiwe. Mungu anakujua. Vumilia kwa sababu Mungu ako na mawazo mema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Saa hii Bwana Yesu Kristo hakuna mateso anapitia, ilifika mwisho. Bwana asifiwe. Saa hii anafurahia. Bwana asifiwe. Lakini kuna himizo moja ya kwamba sisi tuliochaguliwa na yeye tukaweza kuvumilia, kwa sababu tusipovumilia, Bwana asifiwe, hatutafikia ile furaha. Ni kweli kuna furaha imewekwa mbele yetu, lakini before tuifikie, pengine kunaweza kuwa na mambo mengi, pengine kunaweza kuwa na majaribu, pengine kunaweza kuwa na venye sasa nimetaja
Kwa sababu hata mimi wakati nilipokuwa nimeokoka sikujua kana kwamba kuna mambo kama hayo yatanipata. Lakini ilikuja. Bwana asifiwe. Na kwa sababu niliweka tumaini yangu pamoja na mke wangu kwa Mungu. Kuna wakati mwingine huwa tulikuwa tunasema ya kwamba kama hii vita hatungejiweka kwa Mungu, hakika hatungefika mahali tumefika. Kwa sababu kuna wakati ulikuwa na unasikia ya kwamba umeishiwa, hauna nguvu, hauna furaha, hauna amani, kwa sababu yale mambo umepitana naye hakika ni makuu. Lakini naye Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, tusiondoe imani yetu kwa Mungu, kwa sababu yeye aliyeanzilisha kazi njema ndani ya mioyo yetu, ndani ya moyo wako, Bwana asifiwe, ana kusudi jema kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya mambo yote unayopenda katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiwe na hofu hata kama unapitia, ni kweli unapitia saa hii, lakini yale majaribu itafika mwisho. Bwana asifiwe. Asante. Sikuwa sasa ujumbe wangu haukuwa hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa wacha niingie kwa ujumbe kidogo tu. Hata kama ni kusoma nitasoma maandiko sababu ya wakati, sitaki ni haribu wakati. Mungu wetu ni mwema sana. Bwana asifiwe. Kuna mambo pastor amesema hapa, na anasema ya kwamba kama ni yeye akiulizwa kesho, kwa sababu kuna ile harusi, mambo ya harusi. Bwana asifiwe. Angependa sisi zote tukaweze kuingia mahali hapa. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye ndiye mchungaji wetu, ndiye kiongozi wetu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nasi kwa Mungu wetu kuna mambo huwa anataka, Bwana asifiwe, tukaweza kuyafanya, kwa sababu alituchagua. Alifanya kazi mingi, alifanya kazi kubwa ili wewe na mimi tukaweza kupatikana. Kwa sababu wengi wetu hapa hata tulikuwa tunasema ya kwamba hata hatutaki kusikia mambo ya Mungu. Na ni kweli, kwa sababu hata wakati tulikuwa tunaenda huku nje, kuna wakati tulikutana na watu wengine pale hata wataki kusikia hiyo mambo ya Mungu, kwa sababu hili jambo bado halijafika kwao. Lakini sisi Mungu ametujalia. Siku ya leo Mungu amekujalia wewe. Unatumaini. Hata kama una kitu kingine katika maisha, uko na tumaini wewe. Bwana asifiwe. Na ile tumaini haijapatikana rahisi. Kuna gharama. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu wetu ni nini angehitaji kwako? Bwana asifiwe. Ningetaka tu kuleta huo ujumbe kwa kifupi tu. Nimeandika pale, give glory to God. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine Mungu anahitaji, kwa sababu yeye ako na kila kitu. Bwana asifiwe. Tunajua ya kwamba aliumba ulimwengu. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi Mungu amefanya. Ako na pesa. Mungu si ako na pesa, ako na utajiri, ako na kila kitu. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu anahitaji itoke kwako wewe, na ni ile heshima ya kumheshimu. Bwana asifiwe. Na kutambua ya kwamba bila Mungu hauwezi. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu atangulie katika maisha yako. Mungu atangulie katika familia yako. Mungu atangulie. Bwana asifiwe. Katika mienendo yako Mungu atangulie. Bwana asifiwe. Sababu kuna watu walifika mahali na wakasema ya kwamba ni kweli tumemjua Mungu. Bwana asifiwe. Na isiwe hivyo kwetu. Na wakati walijidai ya kwamba wamemjua Mungu, Bwana asifiwe, hakika Mungu aliona ya kwamba mawazo ya hao watu imegeuka. Ile sifa nilikuwa ninadai kwao haipo tena. Bwana asifiwe. Wamebadili ule utukufu wa Mungu na mambo mengine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu naye ni mvumilivu na ni mwaminifu sana.
alijitenga na wao tu. Bwana asifiwe. Alikaa kando na wao ili sasa watembee. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hatuwezi kubali ikaweze kufika pale, wacha tukaweze kusoma neno tu katika Isaia 42 kuanzia mstari wa 8. Tusikie vile Mungu anasema, sababu Mungu wetu ni mwaminifu sana. Pastor, mimi niko karibu sana na kumaliza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Isaia 42 kuanzia mstari wa 8. I think tumefika pale. Mimi ndimi Bwana, hilo ndilo jina langu. Sitampa mwingine utukufu wangu, wala sanamu sifa zangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu mwenyewe amejitokeza na kusema ya kwamba jina lake ni Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Jina lake ni Mungu. Na hakuna mwingine zaidi ya hakuna. Kwa hivyo bila Mungu hakuna tumaini. Bila Mungu hakuna maisha. Bwana asifiwe. Bila Mungu hakuna familia. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba yeye ni Mungu. Haleluya. Na yeye hakuna mwingine anaweza kubali achukue ule utukufu. Bwana asifiwe. Kwa sababu utukufu ni wa Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo anasema ya kwamba hawezi kubali mwanadamu yoyote anyakue nafasi yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa ni kama tu himizo, kwa sababu tunamjua Mungu na tunajua Mungu ni mwenye uwezo na ni mwokozi wetu. Wacha ile nafasi ya kumpa utukufu na heshima ikadumu kwake. Bwana asifiwe. Na tunapofanya hivyo, hakika Mungu wetu atatuinua, kwa sababu hakuna kitu kingine Mungu anahitaji. Bwana asifiwe. Ili tu ajulikane kwako wewe, ajulikane kwa familia yako, ajulikane kwa watoto wako, ajulikane kwa majirani mnaoishi pamoja nao, ya kwamba tu ni yeye na hakuna mwingine. Anastahili sifa na kuinuliwa na kuabudiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawezi kubali utukufu wake upewe mwanadamu. Hawezi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na kazi, kanisa la Mungu, ya kwamba tujue ya kwamba kwa sababu tulimwamini Mungu, kuna majukumu ya kumdumisha ndani yetu. Bwana asifiwe. Ili sifa na utukufu zikamrudie Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni himizo wa kanisa. Unapotembea tu kwa miguu yako, unapofanya kazi mahali unafanyia kazi, ukiwa na jamii yako, Bwana asifiwe, wacha ijulikane ya kwamba Mungu ni Mungu tu. Bwana asifiwe. Na utukufu ni wake tu. Bwana asifiwe. Na inapofanyika hivyo, Mungu naye ni mwaminifu. Anasema ya kwamba, kwa hivyo hiyo kitabu tu Isaia 43 kuanzia pale 18, anasema ya kwamba atafanya jambo jipya. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumemwamini na tumeweka tumaini yetu kwake na tumempa heshima. Bwana asifiwe. Kuna jambo atafanya katika maisha yetu. Haleluya. Kwa sababu pale jangwani, Bwana asifiwe, kuna mambo itafanyika pale. Kuna tumaini itachipuka pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wacheni tukaweze kuweka tumaini kwa Mungu. Kwa sababu tunapofanya vile, kuna mambo yasiyo ya kawaida itatokea katika maisha yetu. Kwa sababu tumempa Mungu nafasi yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu sana. Na Mungu wetu anastahili kusifiwa
katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tunaendelea vizuri, na hata kama tu ni kusoma tu, nitasoma maandiko. Ninaomba ya kwamba tu ukayatafakari, kwa sababu ukiyatafakari hata ukiwa peke yako itakusaidia zaidi. Bwana asifiwe. Kwa sababu kunena hapa naweza nena tu, lakini ile neno ina upana. Bwana asifiwe. Na unapotafakari ukiwa peke yako pale, hiyo maneno itakuwa na upana, na hakika ujumbe utafika katika kusudi la Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tukasome tu Mika 6 pale mstari wa 8. Mika 6 mstari wake wa 8. Mungu hahitaji mambo mingi kwako. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu sikiliza maandiko inasema aje kuanzia pale nene. Amekuonyesha yaliyo mema. Bwana asifiwe. Kanisa, Mungu ametuonyesha yaliyo mema. Bwana asifiwe. Haleluya. Ewe mwanadamu, Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda kwa haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ametuonyesha yaliyo mema, na ndio maana pale mwanzo anasema ya kwamba anastahili sifa tu. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine anahitaji kwako ila sifa. Ujue ya kwamba ni kweli Mungu ndiye anayeishi ndani yangu. Mungu ndiye anayetawala ndani yangu. Mungu ndiye anayetawala katika wokovu wangu. Bwana asifiwe. Hapo ni inasema ya kwamba ametuonyesha, ama kwanza ameulisha ni nini hicho anahitaji kwako wewe. Bwana asifiwe. Ili ukaweze kutembea kwa haki katika mienendo yako. Tafakari wewe mwenyewe. Unajijua. Bwana asifiwe. Kuna mambo ya haki unatenda. Mungu anahitaji haki katika mienendo yako. Bwana asifiwe. Kuna unyenyekevu katika maisha yako, katika wokovu wako. Mungu anahitaji ule unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ujiulishe ndani ya moyo wako, ni kweli Mungu anahitaji nini kwangu? Yale anahitaji nimeyafanya, nimeyatenda. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu maisha tunayoishi kuna upingamizi mwingi. Watu wamemkataa Mungu. Bwana asifiwe. Watu wako na kiburi. Lakini Mungu bado ako Mungu, ni mnyenyekevu tu. Wale tu watakuja kumjua. Siku yao itafika. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu sisi Mungu ametujalia na tumeingia katika ulinzi ama katika upendo wa Mungu, inafaa tukaweze kutembea na haki. Bwana asifiwe. Tukaweze kutembea katika mapenzi ya Mungu. Bwana yetu asifiwe. Na kwa hivyo sio mambo mengi utabebana naye, hapana. Bwana asifiwe. Bali wewe ujue ya kwamba Mungu anahitaji ufanye haki. Bwana asifiwe. Mungu anahitaji ile heshima yake katika kazi yako, familia yako. Wajulishe ya kwamba ni kweli, hata kama tuko na familia Mungu ametujalia, kuna Mungu anayehitaji haki hata katika familia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio kutembea tu. Sisi ni watu wa imani. Na tukiwa watu wa imani, ni lazima tukaweze kutumia ile imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ile imani tunapoitumia, Mungu atatenda makuu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo jua ya kwamba Mungu anahitaji haki katika maisha yako, katika wokovu wako na katika mienendo yako. Sio mambo mengine. Bwana asifiwe. Haleluya. Na tena utembee
ukiwa umeshikamana pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vile unanena, hakika hata Mungu sasa akikutokea itakuwa ni hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu umetembea ukiwa umeshikamana pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha tusome katika Kumbukumbu la Torati tunapotuendelea kumaliza, na tutabarikiwa sana. Kumbukumbu la Torati pale 10 mstari wake wa 12. Tusome pale. Na sasa, ewe Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ila kumcha Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Ile neno bado imejirudia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kitu Mungu anahitaji tujue. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba, na sasa ewe Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ila kumcha Mungu wako, kwenda katika njia zake, kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Bwana asifiwe. Hakuna mambo mingi Mungu anahitaji ila umche Mungu. Bwana asifiwe sana. Umpe heshima yake, utembee katika njia zake. Bwana asifiwe. Umpende kwa moyo wako wote. Sasa hapo ndio inakuanga ngumu, kwa sababu roho ya mtu inakuanga na mambo mengi. Bwana asifiwe. Lakini ile roho Mungu anaihitaji ikiwa yote. Bwana Yesu asifiwe. Sio nusu. Mungu anahitaji yote. Ule upendo uko ndani, Mungu anauhitaji wote. Bwana asifiwe. Usibakishe kitu hata kidogo, kwa sababu Mungu anajua ya kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa kuna kazi ya kufanya kama wapendwa, kwa sababu sio rahisi. Nimekuambia kwamba kusoma ni rahisi, lakini kutenda ile Mungu anafanya, sasa kazi iko hapo. Bwana asifiwe. Sababu tunajua ya kwamba kusema jambo ni rahisi, lakini kuyatenda, Bwana asifiwe, hapo ndio kuna kuanga na ugumu. Lakini tunaye msaidizi, na ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye tu anaweza kutusaidia kujua jinsi ya kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kujua jinsi ya kutembea katika njia zake. Bwana asifiwe. Tunajua ya kwamba tunaye msaidizi, na yeye tu ndiye anaweza tuongoza na kuturida katika maisha tunayoishi, kwa sababu kuna mambo mengi huwa inatembea katika ulimwengu, na wakati mwingine unashindwa, kwani watu hamuogopi Mungu? Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu wewe umechaguliwa na Mungu amekuchagua ili ueneze injili ya kwamba Mungu ya ako. Bwana asifiwe. Na kuheshimiwa kwake lazima kupatikane, lazima kuonekane. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe ni mshuhuda wake. Kwa hivyo kuna kazi Mungu ametupea wapendwa, na ni lazima tuamuke. Bwana asifiwe. Ili tukaweze kutangaza ya kwamba hakika Mungu ni Mungu. Kwa sababu tunajua ya kwamba hata sasa kuna watu wengi wanasema ya kwamba hakuna Mungu, sijui nini, lakini itambaki ya kwamba Mungu yuko. Na sifa zake ni zake, utukufu ni wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu muda yangu ni kama umeisha, wacha tu nimalizie na
kusoma neno pale kitabu cha Romans. Warumi 1, wacha nikuangalie vizuri. Warumi 1 kuanzia mstari wake 20, na tusaidie tusifike mahali hapa, sababu maandiko yanasema ya kwamba kwa maana ingawa walimjua Mungu hawakumtukuza yeye kama ndiye Mungu, wala hawakumshukuru, bali fikira zao zimekuwa batili na mioyo yao ya ujinga ikatiwa giza. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Sisi tumehubiriwa, tumemjua Mungu, tunajua njia zake, tunajua matendo yake, lakini hawa watu pia walikuwa wamehubiriwa, walikuwa wamemjua Mungu. Bwana asifiwe. Hata Mungu mwenyewe ajilihidhirisha kwao ya kwamba yeye ni nani. Bwana asifiwe. Lakini ilifika mahali wakasahau. Ni kweli wanajidai wanamjua Mungu, lakini ile kumjua Mungu kuna venye sasa wali divert. Bwana asifiwe. Ile utukufu wa Mungu sasa waliacha kumpa. Ile sifa za Mungu waliacha kumpa. Bwana asifiwe. Kwa sababu walijidai ya kwamba wamemjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu na atujalie tusifike mahara pale. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunapofika mahara pale, Mungu mwenyewe anajiondoa. Unatembea peke yako. Bwana asifiwe. Unafanya mambo kulingana na mapenzi yako. Mungu hayuko tena. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kanisa, Mungu atusaidie. Utukufu ni wa Mungu, sifa ni zake. Bwana asifiwe. Nafasi ya Mungu ni yake. Bwana asifiwe. Na ibaki tu naishi kuwa ni yake. Haleluya. Na inapofanyika vile, kuna mambo Mungu atabadilisha katika familia zetu, katika maisha yetu, katika roho zetu, kwa sababu yeye ni mwaminifu na ako na uwezo wa kutenda kila jambo.